Hi guys. So first of all, I haven't been feeling well. I've been sick the last few days. Mbali na kuumwa, I've been struggling. I've been struggling mentally. I've been struggling. I think hizi wiki nilizospend, I think wiki 3 sijui 4 sasa ambazo nimespend za kuangalia maiti za Tanzania, za kuangalia yale mauaji yaliyofanyika that I've been watching every day. I think it's finally taking a toll kwenye kichwa changu, kwenye roho yangu, yani hivyo, yani it's mentally taking a toll on me, but I'll be okay. Kuna kitu kinanibother sana, alafu yani it's really bothering me. Yani nilikuwa namsikiza Mwigulu anavyoongea kwenye ile press. Nilikuwa namsikia Mwigulu anavyoongea. Sikusikia hasira, but rather niliumia mpaka nikajikuta naanza kulia. You know, hata sasa hivi naongea, yani I want to start crying. Yani ni jinsi Mwigulu anavyoongea. Yani hakuna ile empathy, hakuna ile kujali vifo vilivyotokea, maisha ya Tanzania yalopotea. It's like wa Tanzania walokufa, yani they don't matter. Yani it's like wameua panya. Yani jinsi wanavyochukulia issue so simple. It's like wameua panya. Wanaongelea, yani wanaongelea zaidi sijui vitu vilivyoharibika, mali zilizoharibika. You know kwenye maafa yote yanayotokea duniani, utafuta habari za maafa zote. Yani itabidi utafute kipengele kinachoongelea mali zilizoharibika, sijui magari yaliyoharibika, sijui mali ya umma, mali binafsi. Siku zote ni vifo. Vifo ndo huwa kwenye maafa yote duniani. Vifo ndo watu wanavyojali, ndo watu wanavyo kitu ambacho watu wanaripoti. Maandamano yote yaliyotokea duniani, vifo ni yani mali zilizoharibika, mali yani hiyo waga ni such ni issue ya baadaye sana. Waga ni watu waliokufa, ni vifo vilivyotokea, but sio Tanzania, sio serikali ya Tanzania. Sio serikali ya Tanzania. Serikali ya Tanzania haijali. Yani ile, yani tunatawaliwa na watu ambao hawatujali. Hawajali tuko hai, tunaishi. Hawajali. Yani wao wanachojali ni washike pale madaraka, waweze kuiba, kufanya ufisadi. Huyo Mwigulu sasa hivi ni one of the richest people in Tanzania. Huyo Mwigulu Nchemba sasa hivi ni mmoja wa matajiri Tanzania, kwa sababu yeye ndo aliyemruhusu Samia na watu wake kuchota mahela yote Wizara ya Fedha. Sasa hivi ndo anatumwa, anasimama, anajustify. Yani wanajaribu kujustify vifo walivyovifanya. Wanajaribu kujustify eti wananchi walikuwa na silaha za kivita. Hivi unajua vitu vingine hata sio kwamba yani wanajaribu kudanganya, ni kwamba ni dharau tu. Tutawaambieni walikuwa na silaha za kivita, mtafanya nini sasa? Ndio hivyo tunawaambieni waandamanaji walikuwa na silaha za kivita, wakaua askari. Yani mtafanya nini? Ndio maana tuliwaua. Yani wanajaribu kujustify kuua wananchi kikatili. Hakuna regret, hakuna empathy, hakuna nini. Yani mimi tu ambaye nimekaa hizi wiki 3 ni kuangalia zile picha, napata shida kulala usiku kwa kuangalia zile picha. Tunapata shida kulala. Waliofanya hivi vifo wanachukulia kama mzaha tu, kama mzaha.
kama yule mwingine Msigwa, nyie CNN mmechukua upande mmoja, mmechukua nini? Yani hakuna ile kujali vile vifo. Yani like wameua panya. Alafu hicho kitu tunashindwa kukielewa. Watanzania tunatawaliwa na majangili. Hatuna uongozi. Watu lazima watoke. No matter what it takes. Hatuwezi kutawaliwa na watu ambao wanatuchukia wananchi kiasi hiki. We can't. Lazima watoke. Lazima nchi nzima, we have to come together. Na lazima kila mtu ajitoe, tuwaondoe watu, nchi yetu ianze upya, otherwise hatuna nchi ndugu zangu.